Korea Kaskazini imerusha kombora la masafa mafupi pamoja na aina nyingine za silaha kuelekea baharini siku ya Jumanne, Mei 26, mwaka 2026, likirushwa kutoka Jeonju karibu na pwani ya magharibi ya nchi hiyo na kusafiri takriban kilomita 80 kabla ya kuanguka katika bahari ya Manjano. Tukio hilo limethibitishwa na jeshi la Korea Kusini siku ya leo kupitia Baraza Kuu la Majeshi ya Pamoja, ambalo limesema pia kulikuwa na kurushwa kwa aina nyingine za silaha, ingawa halikutoa maelezo ya kina kuhusu silaha hizo. Huu ulikuwa mrusho wa kwanza wa silaha wa Korea Kaskazini tangu mara ya mwisho waliporusha Aprili 19, mwaka 2026, ambapo lilifanya majaribio ya makombora ya masafa mafupi yaliyoripotiwa kuwa na vichwa vya bomu vya kusambaa, yani cluster bombs. Aidha, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameendelea kupanua uwezo wa nyuklia na makombora baada ya mazungumzo ya kidiplomasia na Marekani chini ya Rais Donald Trump kuvunjika mwaka 2019. Na tangu wakati huo, mazungumzo hayo hayajarejea na Korea Kaskazini imekuwa na msimamo mkali zaidi dhidi ya Korea Kusini. Hata hivyo, Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung amesisitiza kuimarisha uwezo wake wa kijeshi wa nchi yake, ikiwemo teknolojia za drones, akili unde yani AI, na uwezekano wa manowari za nyuklia ili kuongeza usalama wa taifa lake.